Mimi naitwa Naam, karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Mambo yanazidi kuchemka ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Movement ya one term is becoming unstoppable. Na sijui William Samoei Ruto atatumia mbinu gani ili kurudisha imani yake kwa wananchi kabla ya uchaguzi ujao wa mwaka wa 2027. Kwa sababu kulingana na vile hali ilivyo sasa hivi, mpaka kule manyumbani kwao, kule bonde la Ufa, Kalenjin, Kipsigis, wanaendelea kusema ya kwamba mambo ni one term. Kabla asijaendelea kuwafahamisha kwa kiundani kuhusiana na masaibu ambayo yaliwakumba wabunge wa UDA ambao walikuwa wameenda kwenye kampeni zao ama kwenye ziara zao za kisiasa kule Elgeyo Marakwet County, ningependa kukuomba uweze kulike hii video na pia usubscribe hapa BM Daily Politics, ndipo sokwe kwanza kuzipata habari punde tu ninapozitapisha. Na mtazamaji, sasa hivi Wakenya wote wamekuja kuungana, sio kutoka Mombasa mpaka Nairobi kwenda mpaka bonde la Ufa, North Eastern, Eastern, Luo, Nyanza pamoja na Mulembe Nation Central. Huko kote sasa hivi watazamaji wangu, mambo ni one term. William Samoei Ruto alifikiria kwamba itakuwa ni rahisi yeye kupata muhula wa pili, lakini kadri tunapoelekea kwenye uchaguzi ujao wa mwaka wa 27, ndio momentum, ndio movement ya one term inazidi kuwa kubwa mpaka kule upande wa Rift Valley. Hakuna cha mambo ya kusema kwamba huyu ni wetu, huyu ni wa nyumbani, tutampigia kura. Hapana, sasa hivi kiongozi anachaguliwa kwa sababu atakuja kuwafanyia wananchi kazi, sio eti kwa sababu ni wa nyumbani. Kwa sababu wananchi wamekuja kugundua kwamba William Samoei Ruto aliwapea promises mingi ambazo bado hajaweza kuzitimiza. Ni chini ya hii serikali ya Kenya Kwanza, vijana wengi wa Gen Z waliweza kupoteza maisha yao, wengine wakajeruhiwa kwenye maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka wa 2024 2025. Dhulma, mateso na manyanyaso ambayo wananchi wamekuwa wakiyapitia chini ya maofisa wa polisi ni jambo ambalo limekuja kuleta sifa mbaya kwa hii serikali ya Kenya Kwanza, na anayelaumiwa zaidi ni rais, watazamaji wangu, sio kiongozi mwingine. Na sasa 2027 inakaribia na ground mambo ni one term. I wish wale viongozi ambao wanaenda ground wangemwambia William Samoei Ruto ukweli, kwa sababu wanakuwa heckled, wanazomewa, wanaimbiwa one term, wakijaribu kuwabembeleza wananchi wakubali mambo ya two term. Wanasema ya kwamba mambo kwa ground ni one term. Na mnajua watazamaji wangu, hakuna jambo la aibu kukataliwa mpaka manyumbani kwenu. Unajua hata kama maendeleo haijafika maeneo mengine hapa nchini Kenya, angalau watu wa nyumbani kwako wangeridhika, waseme sisi tutasimama na mtu wetu kwa sababu ametufanyia hili, ametufanyia lile, tumeona umuhimu wake katika huu muhula wa kwanza. Lakini kama kuna watu ambao bado kwenye baadhi ya maeneo bunge wako nyuma kimaendeleo, ni kule Rift Valley. Kule Rift Valley watazamaji wangu, ndio mambo ya bandits yamekuwa yakisumbua wananchi. Ni huko kuna mahali ambako wanafunzi wanasomea chini ya miti, hawana hata madawati, hawana hata mahali pa kukaa. Yani inakuwa kule bonde la Ufa viongozi walichaguliwa na wengine wakopotea. Kama ni mbunge, yeye hataki kujua ni nini kinaendelea pale ndani ya constituency yake. Wananchi wanalalamika hawana shule, hawana hospitali, mpaka wengine wanatembea masafa marefu ili waweze kupata maji, wengine waweze kupata matibabu, na ili hali hilo eneo lilipata viongozi. Sasa hebu niambie mtazamaji wangu, kweli hawa wananchi au wapigaji kura wanaweza kuamini viongozi kama hawa na kuwarudisha tena uongozini? William Samoei Ruto kuna kipindi alikuwa anapeana promises sana, sio kama sasa hivi. Kuna kipindi alikuwa akisema baada ya miezi 6 tutakuwa tumefanya, after 6 months tutakuwa tumefanya, lakini hao watu wakasubiri miaka na miaka. Sasa hivi unapata kwamba kama ni mradi ulianzishwa na ukakwama, miradi mingine hata haijawahi kuanzishwa. Hebu niambie sasa watazamaji wangu, 2027 huyu William Samoei Ruto ndio mnasema ya kwamba kubalike mpaka na watu wa manyumbani kwao, kwa sababu hata huko nyumbani Kalenjin wamesema ni one term. Huo ndio ujumbe ambao wanataka umfikie William Samoei Ruto akiwa kule State House. Huenda yeye afiki ground kusikiza haya mambo ama kukumbana na mambo kama haya, lakini wale foot soldiers, wale wabunge wake, wale kama ni maseneta, wawakilishi wa wadi, wale wawakilishi wa maeneo bunge,
Hawa watazamaji wangu ndio wamekuwa wakijua kilio cha mwananchi pale ground. Wao ndio wanadili na mwananchi direct kabla hata ya William Samoei Ruto haja kufika pale ground. Sasa watazamaji wangu, hapo jana viongozi wa UDA walikuwa na mkutano wao wa kisiasa kule upande wa Iten, upande wa Elgeyo Marakwet, ambako walienda wakakutana na wananchi na walikuwa wameandaa mkutano tu mzuri Kamarini Stadium. Sasa watazamaji wangu, mambo yalichemka wakati sasa walianza kuzungumzia mambo ya two term. Sasa hivi ukitaka wananchi wakusikize, ukitaka wasikuheko ama wasikufanye jambo, wewe tu ongea mambo mengine, lakini usiguze mambo ya two term, usizungumzie mambo ya William Samoei Ruto, usizungumzie mambo ya UDA, kwa sababu hapo ndio wananchi hawataki kusikia. Unaona tu pindi tu hawa viongozi walianza kuzungumzia mambo ya two term, wananchi walianza kukasirika. Wananchi ambao walikuwa na cooperate wanawasikiza, lakini mkataja tu mambo ya two term, mkataja mambo ya UDA, kila mtu akainua kidole akasema ya kwamba ni one term. Sisi hapa ni nyumbani, William Samoei Ruto ni wetu, ni wa huku Rift Valley, lakini tunasema ni one term. Hebu imagine watazamaji wangu, huko ni manyumbani mwake William Samoei Ruto. Hebu niambie, Luo Nyanza ambayo haikumpigia kura 2022 ndio ako na matumaini nayo, ndio anaitegemea iweze kusimama nayo sasa hivi. Na ujue ile Luo Nyanza, ile ODM ambayo inataka imkomboe, kitu cha kwanza numbers zimepotea. Unaona Edwin Sifuna, movement ya Linda Mwananchi imeenda na zaidi ya 70% ya zile kura ambazo zilikuwa ndani ya ODM. Sasa inamaanisha kwamba Oburu Oginga pamoja na timu yake ya Linda Ground wamebaki na asilimia isiyozidi 30. Hebu niambie watazamaji wangu, kama hizo ndio kura ambazo zitamkomboa William Samoei Ruto pale upande wa Luo Nyanza pamoja na Mulembe Nation? Haiwezekani. Hii inamaanisha kwamba wale supporters sugu wa ODM bado 2027 watavote against William Samoei Ruto kama tu vile ambavyo walivote pale kwenye uchaguzi ujao wa mwaka wa 2022. Ukiangalia Mlima Kenya iko locked. Hapo zile kura, mamilioni ya kura ambayo William Samoei Ruto aliyapata 2022 kutoka Mlima Kenya hapo azipo. Ukienda kule manyumbani kwao Bonde la Ufa, pia huko kura zitateremka pale mwaka wa 2027. Sasa hivi nawaambia watazamaji wangu, tuko kwenye miaka tofauti. Wananchi wamekuja kujanjaruka, wamekuja kuelewa mambo ya kisiasa na hawataki viongozi ambao ni wakupeana fake promises. Viongozi wengine wanachaguliwa na wanapotea. Ukienda kule Eastern, huko mambo ya UDA hayuziki. Ukienda North Eastern, wimbo ni ule ule. Kwa ground wanasema ni one term. Kama kuna watu ambao wamekuwa marginalized kwa kipindi kirefu, kwanza ni hao wa North Eastern. Unapata ya kwamba maji ni shida, unapata ya kwamba hospitali pia ni shida, unapata mambo ya shule, unaona umeme. Yani ni eneo ambalo linahitaji kupewa kipaumbele na liweze kuletewa maendeleo, lakini unaona hayo mambo hawayapati. Viongozi ambao waliwachagua wanapotea, wanarudi tena baada ya 5 years. Wale wao viongozi ambao wamekuwa na huo mtindo wa kupotea baada ya kuchaguliwa, kwa sababu 2027 hao ndio watakuwa kwenye mstari wa mbele kuelekea nyumbani. There is no way Kenyans are going to trust leaders who are elected and disappear for 5 years. Alafu during campaign ndio wanakuja tena kuanza kunyenyekea, wakijaribu kuleta kamsaada, wanajaribu kupewa mama leso, wanajaribu kuleta kaunga, kupeana 500 kwenye campaigns. Hiyo kitu haiwezi nunua kura sasa hivi. Kenyans are tired na mambo yatafanyika Olkalau. Nimewaelezea watazamaji wangu, yale ambayo tuliyaona kule Olkalau ni picha kamili ya yale mambo ambayo tutayashuhudia pale mwaka wa 2027. Hata serikali ifanye vipi, wananchi wameamua ni one term, watalinda kura zao, watapiga kura na wazilinde. Hakuna kupiga na kwenda nyumbani. Mtindo ambao ulifanyika kule Olkalau ndivyo hivyo utafanyika kule 2027. Na sasa kibarua ni kwa William Samoei Ruto watazamaji wangu. Hata yeye mwenyewe akizungumza hivi majuzi alisema ya kwamba kupata huo muhula mwingine haitakuwa ni rahisi. Hata yeye anapambana, na anapambana kwa njia gani? Kwa sababu miaka 4 tayari imekamilika. Tuseme imebaki mwaka mmoja sasa hivi ili turudi tena kwenye uchaguzi ujao mwaka wa 2027. Hii miaka 4 kama ameshindwa kufulfill hizo promises zote, kama wananchi wameshuhudia gharama ya juu ya maisha, wameona corruption, elimu haiko sawa, mambo ya afya hayako sawa, na hiyo ni miaka 4 kweli. Huu mwaka mmoja ndio mambo yatalainishwa, ndio wananchi warudishe imani yao kwa William Samoei, tunawaseme yes,
tutamchagua William Samoei Ruto kwa sababu amefanya ili na ili na lile. Lakini hata afanye nini sasa hivi, sijui ni nini ambacho kitakuja kumuokoa, kwa sababu ukiangalia ile miaka ambayo wananchi wameteseka mpaka sasa hivi ndio mingi kuliko ule mwaka moja ambao pengine mambo yatarekebishwa yakuwe mazuri kabla ya uchaguzi ujao mwaka wa 2027, kwa sababu mara mingi siasa za Kenya, watazamaji wangu, mnajua tukikaribia pale kwenye uchaguzi kuna mambo mengi ambayo huwa yanalegezwa kidogo. Hata kama ni ushuru unapata ya kwamba umelegezwa, unapata ya kwamba wafanyikazi wa serikali wameongezwa kwa mshahara kidogo, unasikia tax imepunguzwa kidogo. Haya ni mambo ambayo tumezoea wakati wa kampeni ukikaribia, lakini baada ya hapo unaona kwamba mambo yanarudi kawaida. Nakomea hapo watazamaji, lakini sijui nyinyi mnaona vipi kuhusiana na vile ambavyo William Samoei Ruto anaendelea kukataliwa mpaka kule manyumbani kwao, kule bonde la Ufa, kule Rift Valley, wa Kipsigis, wa Kalenjin, sasa hivi wameanza kugawanyika. Kuna wale ambao wanasema watamchagua tena, lakini unaona kuna asilimia fulani ambayo imeanza kujitokeza inasema ni one term, and they mean business. Usifikirie tu anasema ni one term ya saa hii. Hii one term itaenda mpaka mwaka wa 2027. That is something that should worry William Samoei Ruto pamoja na serikali yake ya Kenya Kwanza, kwa sababu kwenda nyumbani watakuwa wanaenda kwa sababu wananchi kwa kweli wamechoshwa na uongozi, wamekuwa wakilia, wamekuwa wakiandamana, police brutality, extrajudicial killings, corruption, high cost of living. Haya mambo yote kwa kweli watazamaji wangu, wa Kenya wanaweza kuyasahau pale mwaka wa 2027. Niache maoni yako hapo kwenye eneo la comment watazamaji wangu kuhusiana na vile mambo yanazidi kubadilika ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, changamoto ambazo William Samoei Ruto na serikali ya UDA wanaendelea kukumbana nazo pale mwaka wa 2027. Wewe kwa maoni yako unaona ni lipi ambalo William Samoei Ruto anaweza kulifanya sasa hivi ili wananchi wamwamini, warudishe imani yao kwa William Samoei Ruto na uweze kumchagua tena kwa muhula mwingine pale mwaka wa 2027? Niache maoni yako hapo kwenye eneo la comment mtazamaji wangu, na kabla sijatamatisha ningependa kukumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msende mbali watazamaji, nitakuwa narejea hivi punde na habari zaidi za kuwafahamisha.